Msikilizaji, hii ni sehemu ya 11 na tunazidi kusonga mbele kwenye historia yetu tamu kabisa ya Roma Ramon Mwamba Hades the Pluto. Okay? Yes. Tulipoishia bwana, baada sasa ya Roma kupewa ripoti na kina Diego, ripoti ambayo kwa namna moja inachanganya akili, lakini anyway, ngoja tunasonga mbele. Kwa hivyo kwa naondoka, alipita sehemu fulani hivi ambako kuna kioski, lakini alikutana na alifahamu alikutana bidada fulani ambaye aliyoshawahi kumchomorea wallet. Kwa hiyo Roma alikaa kwenye benchi lililokuwa tu pembeni bila ya kuongea neno, huku akimwangalia bidada huyu alipokuwa akihangaika kuwahudumia wateja wake. Kwa msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Langu jina ni Lucas Lumbas. Tuanzie katika pande za Bolivia, maeneo ya Amazon. Ilikuwa ni mwaka 1990. Ni ndani ya mwaka huo 1990, miezi minne tu baada ya kijana Levente pamoja na Profesa Banos kupigwa risasi nchini Hungary, ndani ya mji mkuu wa Budapest. Ndani ya sehemu moja hivi iliyokuwa katikati ya msitu wa Amazon, kilomita kadhaa tu kutoka mji mkuu wa La Paz, ilionekana chopa moja iliyokuwa ikiambaa angani ndani ya msitu huu, huku sasa ikiwa na nembo ya jeshi. Ndani ya chopa hii bwana, walionekana wanaume wawili waliokuwa kwenye mavazi ya suti na miwani usoni, pamoja na marubani wawili ambao walikuwa na umakini wa hali ya juu mno kwenye kuendesha ndani ya eneo hili la huu msitu. Wanaume wote wawili ambao walikuwa wamevalia suti walikuwa ni wazungu. Kwa haraka haraka, wanaume hawa wawili walikuwa ni kati ya umri wa miaka 40 hivi, na kwa aliyekuwa ameketi upande wa kushoto alionekana kuwa mkubwa zaidi kuliko upande wa kulia. So baada ya chopa hii kutembea kwa umbali wa kilomita kama moja hivi mbele, upande wa chini bwana, ilionekana jengo ambalo lilikuwa limejengwa kwa mabati magumu sana, ni kama kwa muundo wa mshale hivi, lakini pia kwa duara. Basi rubani akasema kwamba you are landing sir. Aliongea rubani upande wa kushoto akiwaangalia wanaume waliovalia suti, na hawa wanaume walipeana ishara ya kukubali. Sasa dakika chache mbele, chopa hii ilianza kushuka taratibu kabisa, ikilikaribia jengo hilo ambalo kadri mabwana hao walivyokuwa wakilikaribia lilikuwa likiongezeka ukubwa, huku sasa upande wa chini wakionekana baadhi ya wanajeshi ambao walikuwa wakilinda. Na wanajeshi hao kwa mavazi yao haikueleweka walikuwa ni wajeshi gani, kwani mavazi yao hayakuwa na nembo yoyote, licha ya kushikilia silaha nzito kwa kuzunguka eneo hilo lote ambalo pia limezungushiwa ni waya. Kuna mwanamama mmoja hivi aliyevalia suti ya zambarau mrefu kidogo hivi, aliyekuwa rika la ujana hivi, alisema kwamba Mr. Anderson, I'm happy to see you again. Baada yule mama kuongea hivyo, Mr. Anderson akasema kwamba me too Melissa. Aliongea Mr. Anderson ambaye alikuwa ni yule mzee ambaye alikuwa ni ambaye anaonekana kama mzee kidogo hivi, na Melissa sasa alimgeukia yule mwanaume mwingine ambaye alionekana kama mtu mzima hivi, lakini ni mdogo kwa Anderson. Anderson akasema kwamba Melissa, kutana na Mr. Cohen, ni mfadhili mpya project yetu. Mr. Cohen, huyu ni Melissa Louise, ndio meneja ndani ya hii kambi ya Prohuman. Aliongea Anderson, na Melissa alimpa mkono Cohen kusalimiana naye, na walianza kupiga hatua kuelekea ndani ya jengo ambalo lilionekana kuwa kubwa kwa muonekano wa chini kuliko lilivyokuwa juu. Lilikuwa limejengwa na mabati magumu na muonekano wake ulikuwa ni kama kiwanda, na pia kulikuwa kuna sauti ya mvumo wa sauti kama majenereta hivi ndani ya hili eneo. Sasa Cohen akasema ya kwamba Banos is really amazing Anderson. This is beyond my expectation. Aliongea Cohen, huku sasa wakiangalia kupitia kioo vitutu vichanga ambavyo vinaonekana kwenye makabati ya vyoo. Na kilichomfanya mzee huyu ashangae ni namna ambavyo ubongo wa vichanga hivyo ulivyokuwa unaonekana kwenye screen. Basi Anderson akasema kwamba your grandfather was great scientist Cohen.
And with this discovery we are going to create the gods. Aliongea Anderson na kutoa cheko bwana na kumfanya Melissa kutabasamu. Kwa jinsi sehemu hii ilivyokuwa ikionekana, ilionyesha kama maabara ya kisasa kabisa, kwani kulikuwa kuna mashine za kisasa zilizofungwa. Wakati mabwana hawa akiendelea kushangazwa na maendeleo ya project yao, mara aliingia mwanajeshi mmoja hivi aliyekuwa ameshikilia bunduki lake na kumfanya Melissa ageuke na kumwangalia mlinzi huyo. Sasa kuuliza kwamba hey, what is it Carlos? Jamaa akajibu kwamba there is a problem Melissa which need your attention. Basi mwanamama huyo akasema kwamba what? Which problem? Aliongea mwanamama huyo sasa akiongoza njia na kuacha mabosi hao ndani, na Carlos alifuatisha nyuma na walikuja kusimama kwenye mlango ambao ulikuwa na bango kwa juu ukioma hilo bango lilikuwa limeandikwa kwamba CCTV control and monitoring room. Wakati Melissa anaingia kwenye chumba hiki, alarm ya jengo hili ilianza kutoa mlio wa kuashiria kuna hatari uliokuwa ukitaka kutokea, na kufanya wanajeshi wote waliokuwa wakilinda wajiandae kukabiliana na tatizo. Lakini ilikuwa ni jambo la ghafla sana, kwani ile Melissa anakimbilia nje kwa spidi, ulisikika mlio wa bomu. Ulikuwa ni mlipuko ambao haukuwa kawaida kabisa, ambao uliacha eneo lote kuwaka moto. Kwa haraka mlipuko huu ulisababishwa na mabomu ambayo yalionekana kutegwa na mtu ndani ya eneo lote la hapa ndani. Haikueleweka kuna mtu ambaye aliweza kusalia ndani ya hili eneo, kwa sababu moto ambao ulikuwa unawaka hapo ulikuwa ni mwingi sana na ulikuwa umezingira karibia eneo lote. Sasa baada ya kama nusu saa hivi kupita, kilomita kadhaa kutoka lilipo hili eneo, alionekana bwana ambaye alikuwa kwenye mavazi ya suti akikimbia, huku akionekana kubeba mtoto ambaye amemviringisha kwenye mavazi ya blue ambayo ni kama ya hospitali. Huyu bwana alikuwa ndiye aliyetambulishwa kwa jina la Cohen. Alikuwa akihema kama mbwa huku akizidi kusonga mbele, na baada ya dakika chache za mwanamume huyu kukimbia, hatimaye aliweza kufika eneo ambalo lilikuwa na wazi na kupunguza mwendo, sasa akigeuza shingo kulia na kushoto. Yana alikuwa ni kama mtu ambaye alikuwa akitafuta mtu. Hili eneo bwana halikuwa hata na aina yoyote ya kuonesha kama lilikuwa na mtu, kwani zaidi ya ya kuonekana ndege pamoja na wanyama, hakukuwa na sauti yoyote ya kuashiria kuna binadamu anaishi ndani ya haya maeneo. Basi sauti ya mwanamke ilisikika kisita kwamba Ryan, ilisikika katikati ya huu msitu na kumfanya bwana huyu asimame na kugeuza macho kulia na kumuona mwanadada wa kizungu akimkimbilia kwa spidi, huku sasa akionyesha hali ya shauku kwenye uso wake. Basi mwanadada akasema kwamba wow, you did it? Our plan worked, eh? Aliongea huyu mwanadada huku sasa akimsogelea Ryan kwa mwendo hafifu, ni kama hakuwa akiamini. Vile bwana akasema kwamba Euphoria, we got our daughter back, we did it. Aliongea bwana huku akionyesha furaha na hamasa kwenye macho yake, huku akimfunua taratibu ile mtoto. Kwa jinsi walivyokuwa akionekana hawa wawili, ni dhahiri kabisa aliyekuwa kwenye mikono ya Ryan ni mtoto wao wa kike. Walionyesha hali fulani hivi ya hamasa na furaha kwenye macho yao. Ryan alimpa Euphoria yule mtoto, na baada ya kumpa sasa alivua suti na shati aliyokuwa amevaa na kujifanya sakifuani, yani kwamba alijifinya pale kifuani na kuvuta ngozi kwa juu, na pale alionekana kama mpira hivi ukijitenganisha na ngozi. Alitumia mkono wa kushoto na kuingiza kidole kwa chini na kikapita kwenye ngozi na akavuta kwa juu, na hapa ndipo ilipoonekana sasa akijivua gamba la juu na kila kitu kabadilika. Bwana huyu alikuwa mtu mwingine kabisa, tena alikuwa anaonekana kama ni kijana hivi, hakuwa Cohen tena. Wakati wakiwa sasa wamesimama kwenye hili eneo, mara walianza kusikia sauti za mvumo wa chopa kutoka mbali ikija uelekeo wao na kuwafanya sasa waangaliane na kukimbilia ndani kabisa msitu. Hii ilikuwa ni miaka 90, msikilizaji. Tukio hili linahusiana vipi na hii simulizi? Utaelewa baadaye. Basi bwana, huku upande wa Roma aliuliza kwamba hey, unaitwa nani? Aliuliza Roma mara baada ya wale vijana sasa ambao walikuja hapo kwa ajili ya kununua chips kuondoka. Sasa yule mdada akajibu naitwa Yezi. Alijibu sasa akigeuza viazi vilivyokuwa vikichemka na mafuta, na Roma alishangazwa na hilo jina.
Sasa hizi huogopi kufanya kazi usiku wote huu? Hakuna wa kunigusa ndio maana, aliongea Yezi na kumfanya Roma tabasamu. Alifurahishwa sana na namna ambavyo Yezi alikuwa akijiamini. Basi Yezi akasema kwamba anko, kama umekuja kuniuliza maswali, naona tu naomba tu ondoke, maana mimi nipo kazini. Aisee, unapaswa kunishukuru kwa kuachia salama baada ya kunibia wallet yangu, aliongea Roma hivyo. Lakini muda huo zilikuja pikipiki 4 ambazo zilikuwa zikitokea barabara kuu, na Roma macho yake ya haraka haraka aliweza kutambua watu waliokuwa wakiendesha hizi pikipiki ni vijana wadogo, na wote walikuwa ni mashombe kama ilivyo kwa Yezi, ila hawa Roma aliweza kuwatambua kama mchanganyiko wa Arab na Mbongo hivi. Basi kijana mmoja akasema kwamba Yezi, hivi unajifanya sana mjanja sana Sasa leo tumekukamata, lazima ulipe hela yetu, aliongea kijana mmoja hivi kwa rafudhi ambayo kama ilidhihirisha sio mzawa. Basi kijana mwingine akasema kwamba Abduli, yule jamani idhani anatudanganya, kumbe ni kweli huyu choko kahamia huku, aliongea kijana mwingine. Na Roma aliendelea kuangalia tu hawa vijana, hakuelewa ni kipi kinaendelea, lakini alitaka tu kuona mwisho wake itakuwaje. Sasa Yezi akasema ya kwamba lakini Sharifu, mbona tushamalizana jamani, hivi kwa nini mnaendelea tu kunigasi na maisha yangu? Basi baada ya Yezi kusema hivyo, akajibiwa kwamba acha kujifanya mjinga sana hizo, umesikia? Na usijifanye kwamba ni mjanja sana. Nani kakwambia unaweza kufanya kama unavyotaka? Hatukukulazimisha kujiunga na kundi letu, lakini hauwezi kutoka kwa hiari, lazima ulipie. Basi kwa jinsi ambavyo vijana hao walivyokuwa wakiongea, Roma aliona kama ni wavuta bangi tu, ila alitulia kwenye benchi huku sasa akimwangalia Yezi aliyekuwa bize pasipo hata kuwazingatia hao vijana. Dogo Abduli akasema kwamba Sharifu, unamwona alivyo na dharau hivi, mnaonaje tukichukua kila kitu na tukajilipizia hapa? Japo naamini pesa tunayomdai haiwezi kutoka kwenye hiki kibiashara chake hiki, aliongea Dogo Abduli, na alisogea upande wa karai lililokuwa likichemka. Na dogo mmoja ambaye sasa alikuwa mkimya muda wote alisukuma karai hilo ambalo lilikuwa likichemka na mafuta yake yakayomwagika chini Nikaa amemfanya sasa hata Yezi amwangalie na kupandwa na hasira. Yezi akasema kwamba Sharifu, hivi mnataka nini kutoka kwangu? Situlishamalizana, mbona mnanifanyia hivi jamani, kila siku hamtaki kunipa amani? Sharifu akasema kwamba unaongea sana Yezi, aliongea Sharifu na kuvuta kabati la chipsi na likatua chini na kumfanya Yezi akasirike sana na kumpiga na chujio la kuepulia chipsi. Sasa jamaa alitoa mguno wa maumivu, na baada sasa ya wenzao kuona mwenzao kajeruhiwa, walimzunguka Yezi na kumshika mikono, na Abduli alimsogelea bwana na kumzindilia ngumi ya tumbo na kumfanya Yezi agugumie kwa maumivu. Walimpiga na mtama bwana, wakumweka chini kwenye mchanga, na dogo ambaye sasa hakuwa mwongeaji sana alichukua sahani ambayo ilikuwa ikitumika kupimia chipsi na kuchota mchanga ambao ulikuwa umechanganyikana na mafuta ya moto yaliyomwagika na kumsogelea Yezi. Asa Roma aliona sasa ama dogo ni kama wanazidi manyanyaso. Alimsogelea yule dogo na kumvuta kwa nyuma na kumpiga kibao na kudondoka pembeni. Roma akasema kwamba haya, ondokeni, aliongea Roma kama kuamrisha vile wale vijana, lakini walionekana kukasirika maradufu, kwani Sharifu alichukua chujio lile na kuepulia na kumsogelea Roma kwa dhamira ya kumpiga nalo. Lakini kama Roma alikuwa ametegemea, kwani kabla hata hajamfikia alimfika mtama akadondoka chini. Yezi akasema anko, nyuma yako, aliongea Yezi ambaye sasa aliachiliwa sasa na hawa vijana na kuona wamdhibiti Roma. Na kuna mmoja aliyekuwa kwa nyuma aliyekuwa ameshikilia jiwe kwa ajili ya kumpiga Roma, na kabla hata ya Yezi hajamtadharisha Roma, yule dogo ni alirusha, lakini Roma ni kama masikio yake yalikuwa na macho, kwani alikwepa kidogo na likaenda kumpata Abdul ambaye alikuwa sasa akinyanyuka huku sasa akijifuta mchanga. Oya, Abdul alipiga ukelele huo, akasema mama. Lakini sasa muda huo ilikuja gari ya doria iliyokuwa na polisi na kuwazingira. Ilikuwa ni ghafla sana. Basi msikilizaji, vijana wenyewe ni kama hawakuwa wametegemea polisi kuja eneo hilo, kwani walishindwa hata kujitetea. Polisi wale waliwashika mmoja mmoja na kuwafunga pingu na hawakutaka maelezo. Polisi mmoja akasema kwamba nyewe ndio mnaofanya wananchi wanalalamika polisi kwa kutokufanya kazi yake kwa weledi, na leo sasa mtatambua.
aliongea polisi mmoja mwembamba tu, huku akimfunga Yezi pingu mikononi. Walionekana hawakutaka kujua kabisa ni nini kilikuwa kiendelea hapa kwenye hili eneo, na waliona kila mmoja alikuwa ni mhalifu. Hata Roma mwenyewe walimuona ni kama mhalifu tu. Polisi ambaye sasa alionekana kama kiongozi akasema kwamba wewe Gondwe, hebu mfunge huyo mbuzi bwana, ndio litukutu likubwa hilo. Aliongea polisi mmoja ambaye alionekana kama kiongozi na kumpiga Roma bao la mgongoni. Sasa Roma akasema, afande, namna gani sasa hii ya kupigana usiku wote jamani? Roma akaambiwa, tulia ngedere wewe. Unajifanya mjanja. Ngoja sasa tukakushikisha adabu na hiki kiburi chako. Lazima tu kitaisha. Aliongea huku sasa akimfunga Roma pingu, na Roma hakutaka kuleta ubishi. Alikubali kufungwa pingu. Watu sasa waliokuwa wanapita walishangaa kile kilichokuwa kiendelea kwa polisi hao. Ila hakuna ambaye alijaribu kuuliza. Kila mtu aliendelea na mishe zake tu. Lakini pia na wenyewe waliogopa kujumlishwa. Sasa dakika kama 10 tu hivi, Roma na wale vijana watukutu waliswekwa kwenye defender na ikaondolewa hapo kwa kasi kuelekea kituoni. Roma alishangazwa na aina hii ya utaratibu wa polisi, ila hakutaka kuleta ubishi. Alitaka kuona mwisho wake itakuwaje. Vijana walionekana kuwa na wasiwasi, ila kwa Roma hakuwa na wasiwasi hata kidogo. Na baada ya dakika kama 8 hivi, waliingizwa ndani ya kituo cha polisi. Sasa kuna mwanamama mmoja hivi ambaye alikuwa amevalia mavazi ya kipolisi, akauliza kwamba amefanyaje hawa tena? Ni kama alikuwa akiwafahamu hao vijana. Basi akajibiwa kwamba walikuwa wanaleta vurugu afande, watalala leo hapa kituoni. Basi Yezi akasema kwamba afande, huyo anko hana kosa, alikuwa toka nisaidia. Yezi akaambiwa, kimya wewe mbuzi wewe. Roma akasema, wewe afande, hebu niacheni bwana, nataka niondoke. Aliongea Roma ambaye alikuwa amekasirishwa alikuwa amekarishwa, lakini alikuwa ni mwenye hasira sana kwa kupelekwa pale. Tena alikuwa amekarishwa kwenye benchi. Na yule mama alimwangalia Roma. Yezi akasema kwamba hawatatuachia hawa mpaka asubuhi. Roma akasema, nilale hapa polisi kwa kosa lipi sasa? Aliongea Roma kwa sauti na kusogelewa na polisi na kupigwa buti mguuni. Polisi mwembamba hivi akasema kwamba wewe, tukisema tulia tulia wewe nguruwe. Aliongea polisi mwembamba huku akimwangalia Roma kwa hasira sana. Sasa yule mama akasema kwamba hawa watoto kila siku sio, yani mbona wasikii hawa? Yani kila siku wao ni kufanya tu fujo. Wewe Sharifu wewe, umesahau onyo la babako wiki iliyopita? Kwa nini unapenda kuleta fujo? Aliongea yule mama huku akimwangalia Sharifu, lakini kijana huyu hakuongea lolote zaidi ya kununa tu na kuzika kichwa chake chini. Roma akasema kwamba afande mnene, unaonaje kwanza ukiniuliza nini kimetokea? Maana nipo hapa kimakosa. Aliongea Roma, lakini mwanamama alionekana kutokumzingatia na kumfanya Roma apandwe na hasira. Yezi akasema kwamba anko siwe hivyo, watatuachia tu asubuhi. Aliongea Yezi, lakini Roma hakutaka kubakia ndani ya hili eneo, lakini pia hakutaka kutumia mabavu kutoka. Alitaka atii sheria ili atoke, lakini polisi walionyesha kwamba ni kama kutokumsikiliza. Basi sauti ya afande mnene ilisikika kitu kwamba chief. Ilikuwa ni sauti ya afande mnene akisimama wima baada ya mwanamke mmoja hivi ambaye pia alikuwa kwenye mavazi ya kipolisi kuingia. Asa Roma alinua macho yake na kumwangalia huyu aliyeitwa chief na kuona huenda huyu anaweza kumsikiliza. Lakini baada ya kumwangalia tu, alimfahamu, kwani alikuwa ni Mage. Roma akasema, okay, afande Mage, bora hata umekuja, nadhani nitawahi kwenda nyumbani. Aliongea Roma na kumfanya Mage ambaye sasa hakuwa amemuona Roma ageuke na kumwangalia. Mage akauliza, Mr. Roma, unafanya nini hapa? Roma akasema, uliza hao polisi. Aliongea Roma na Mage aliwageukia polisi akitaka maelezo. Polisi mwembamba akasema kwamba afande, walikuwa wakifanya fujo pongoni pale bichi. Aliongea polisi mwembamba na Mage aligeuza macho kuangalia wale vijana ambao wote baada ya Mage kuingia hapa ndani waliinamisha vichwa vyao chini. Yaani ni kama hawakutaka Mage awaone, na hata kwa Yezi pia. Mage alisogea na kuinua kichwa cha Sheriff. Mage akasema kwamba ni nyie wajinga. Aliongea Mage na alionyesha kuwafahamu hao vijana. Alisogea kwa kila mmoja na kumwangalia na akamalizia kwa Yezi na kujikuta kutabasamu. Basi Mage akasema kwamba afande, unaweza kumwachia Mr. Roma pale, nitadili na hao vijana. Aliongea Mage na wale polisi walijikuta wakishangaa, lakini hawakutaka kubisha. Alichukua ufunguo na kumfungulia Roma na kutoa zile pingu.
Sasa Yezi akasema kwamba afande Mage, mimi sijaleta fujo, ni Sheriff na wenzake ndio waliokuja kunianza kwenye eneo langu la biashara. Aliongea Yezi na alionyesha kumfahamu Mage na kumfanya Roma ashangae. Sasa Mage akasema kwamba Yezi, kaa kimya. Sheriff, unakumbuka nilikupiga mpaka ukazimia Oysterbay? Mpaka ukanifanya sasa nipewa adhabu ya kuwa traffic na kutolewa kwenye cheo changu. Sasa hivi I say wewe, nasema hivi, mimi Mage, kwa kuwa umenifuata tena, nitahakikisha yani mkitoka hapa akili zimewakaa vizuri. Aliongea Mage, na hapa hakujali tena uwepo wa Roma. Na Roma ambaye sasa alikuwa ameruhusiwa kuondoka, alibakia hapo hapo ndani kuona nini kitaendelea. Hakutaka kuondoka akimwacha Yezi hali hakuwa na makosa. Asi afande Mage, unaonaje ukiniuliza kwanza nini kimetokea kuliko kwanza kuatishia? Aliongea Roma kwa sauti ya kawaida tu na kumfanya Mage amwangalie. Roma akaambiwa kwamba Mr. Roma, usharuhusiwa, unaweza kuondoka. Vijana na wajua sana tu, ni waarifu wa kupindukia na wana historia ya kukamatwa na polisi zaidi ya mara 5. Roma akasema lakini Yezi hausiki, hawa madogo ndio wamekuja kumfanyia fujo mwenzao. Aliongea Roma na kumfanya Yezi sasa amwangalie Roma. Of course alijisikia vizuri, kwani mara yake ya kwanza kupata mtu wa kumtetea. Sasa Yezi akasema kwamba ndio afande Mage, mimi usiki walikuja kunifanyia fujo, mimi nilishaachana na kundi la Sheriff na ndio maana nikahamia hapa Kigamboni kuanza maisha upya. Aliongea Yezi na alionyesha hali ya kuogopa mara baada ya kuingia Mage. Mage akasema kwamba anachoongea ni kweli Koplo. Koplo akajibu afande. Basi Roma akasema kwamba hauna haja ya kuuliza hao wapuuzi bwana. Wamekuja eneo la tukio na wakatusweka mpaka hapo pasipo kujua hata sababu. Yaani hawaelewi chochote hata tukio lilivyokuwa. Aliongea Roma. Baada ya Roma kuongea hivyo, akaambiwa kwamba chunga kauli yako. Upo polisi hapa Mr. Roma. Usijifanye kwa sababu yani unafahamiana na chief hapa eti kwamba unaweza kututukana tu. Aliongea Kopla akimsogelea Roma. Na Roma alijikuta ni kama ni jaziba ikimpanda. Na alisimama haraka sana na kumpiga mtama Koplo na alitua chini kama kifurushi. Na Roma kuishia hapo tu, alimkanyaga kwenye vidole vya mikono na kumfanya sabwana huyo atoe kelele wa maumivu sana. Yezi na vijana watukutu walijikuta wakishangazwa na namna ya Roma kujiamini. Ilikuwa ni mara yao ya kwanza kushuhudia polisi akipigwa ndani ya kituo cha polisi. Roma akasema, "Oya polisi, hivi mnakosaje utimamu wa akili? Yaani mnaweza vipi kulinda raia kwa staili hii?" Aliongea Roma na kumwachia na kisha akamsogelea Sheriff na kumnyanyua juu. Roma akasema kwamba wewe ndio utelezea tukio zima na ole wako udanganye. Aliongea Roma kwa sauti ya kuamrisha, lakini Sheriff hakutaka kuongea. Aliangalia chini kwa jeuri na Roma hakutaka kumchelewesha. Alimning'iniza hewani na mkono mmoja na kumfanya aanze kukohoa huku sasa akitapatapa. Sio Mage tu, hata polisi wenzake walishangazwa na nguvu alizokuwa nazo Roma, lakini pia na ujasiri wake. Roma akasema kwamba utaongea ama uongei au nikuvunje shingo. Mage akasema kwamba Roma mwachie, utamuua. Aliongea Mage kwa wasiwasi, lakini Roma ni kama hamsikii. Alizidi kumminya Sheriff mpaka pale alipokata moto. Alimtupia chini na kufanya polisi hawa sasa wamsogelee Sheriff kwa wasiwasi. Roma akasema kwamba mmoja wenu ajitolee kuongea, la sivyo mtafuatia mmoja mmoja. Aliongea Roma na vijana hawa watatu waliobaki walianza kuangaliana kwa wasiwasi. Roma akauliza, mnajifanya mabubu si ndio? Basi nitaanza na wewe. Kuna jamaa mmoja alizonda akaza, nitaongea. Alinyanyuka Abduli kwa pupa. Sasa Abduli alianza kuelezea tukio kiwoga tu. Kwenye maisha yake hakuwahi kukutana na mtu aina ya Roma na ndio maana aliogopa. Roma akasema kwamba afande, nadhani mpaka hapo Yezi hana kosa. Basi Mage akasema kwamba Yezi, unaweza kwenda, ila na kutadharisha tu, kama umebadili tabia yako iwe kweli, siku kiletwa polisi nitakupeleka gerezani moja kwa moja. Yezi akasema, afande Mage, nimebadilika kweli na mimi nimeshaachana na hawa watukutu hawa. Mage akasema, maneno yako yawe ya kweli. Na kisha akamgeukia Roma. Alishindwa kwanza kuelewa kwa nini Roma alikuwa nje muda huu wa saa 4 mpaka kukamatwa na polisi wakati ameoa na anatakiwa kuwa na mke wake nyumbani. Hasa Roma akasema kwamba afande Mage, kazi njema. Aliongea Roma sasa akimshika Yezi bega akitaka kuondoka. Mage akasema kwamba Roma, tunaweza kuongea kidogo? Aliongea Mage na kufanya sasa askari hawa washangae, ni ukaribu gani mrembo Mage na Roma wanao? Basi Roma akaitikia sawa. Aitikia Roma na Mage alitoka na Roma mpaka kwenye kijibaraza. Roma akauliza kwamba unasemaje?
Basi Mage akasema mbona unauliza kwa serious hivyo Roma? Hata kama ni kwanza najua ndio, hata kama tufahamiani au ushasahau sisi ni marafiki. Aliongea Mage na kumfanya Roma tabasamu. Roma akasema ukiongea basi Mage. Mage akasema kwanza nina shida na namba yako ya simu. Aliongea Mage pasipo kupepesa macho na kumfanya Roma ashangae. Hakuwahi kuombwa namba ya simu na mwanamke kwa namna hiyo. Mage alimpa simu Roma andike na Roma alitabasamu na kisha akachukua simu na kuandika. Roma akauliza kwa hiyo shida ilikuwa ni namba yangu tu ama? Mage akasema hapana. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza, ila la pili nilikuwa nikitaka tuonane kesho jioni kama utakuwa na muda. Yaani Roma alimuona Mage kama mwanamke mbabe hivi. Kwani licha ya kwamba alikuwa akiomba lakini sauti yake ilikuwa ni kama amri. Sasa Mage akasema usinifikirie sana Roma. Kuna jambo tu ambalo nataka kushirikisha. Basi Roma hakuona haja ya kumkatalia Mage. Kwanza alikuwa na shauku ya kutaka kujua kwa nini Mage alikuwa akitaka kuonana naye. Na kwa jinsi ambavyo Roma alimuona Mage, hakumuona kama mwanamke ambaye alikuwa akitaka kuongea naye habari za mapenzi, hivyo alikubali moja kwa moja na kurudi ndani. Basi sauti ilisikika ikiita anko. Ilikuwa ni sauti iliyomfanya Roma ageuze shingo mara baada ya kutoka getini, kwenye geti la hicho kituo na kumuona Yezi aliyejibana kwenye kona ya ukuta. Roma akasema, "Hey, hujaondoka tu, unasubiri nini? Au ndio unaogopa giza?" Yezi akasema, "Hapana, nilikuwa nakusubiria." Roma akasema, "Haya twende basi nikusindikize urudi ulipoacha vitu vyako." Yezi akasema, "Sidhani kama nitavikuta pale. Na kwa jinsi Sherifu na wenzake walivyovitupa, sidhani." Roma akasema, "Twende tukaangalia, acha kudhania." Basi aliongea Roma na hata wazo la kuwahi nyumbani likawa limepotea katika kichwa chake. Na sasa ilikuwa ni zaidi ya saa 5. Basi Roma akauliza kwamba ilikuwaje mpaka ukajiunga kwenye kundi la watoto watukutu kama wale, tena ukiwa msichana? Aliuliza Roma wakati wakitembea taratibu. Yezi akasema, "Ni story ndefu sana anko. Walikuwa ndio marafiki zangu wa kwanza kutana nao, na hapo ni baada ya kutoroka kituo cha kulelea watoto yatima." Roma akauliza, "Kwa hiyo na wewe ni yatima?" Yezi akasema, "Ndio, nahisi hivyo. Niliambiwa na walezi wangu niliokotwa kwenye geti la kituo." Roma akasema, "Ukiwa na miaka mingapi?" Yezi akasema, "Nadhani mwaka mmoja." Hawakuwa hata na uhakika pia. Kwa hiyo hakukuwa na taarifa zote kuhusu mimi au wazazi wangu zaidi tu ya jina langu pekee. Sasa Roma alishangazwa na historia hiyo. Roma akasema, "Sasa kwa nini ulitoroka sasa?" Yezi akasema, "Ni historia ndefu anko. Ila kikubwa tu mimi sikupenda maisha ya kituoni. Na baada ya kutoka ndio nikakutana na Sherifu, ndio akanishawishi kuingia kwenye kundi lao, na kutokana kwamba sikuwa na pesa hata ya kula, nilazimika kufanya hivyo." Basi Roma hakutaka kuuliza maswali mengi sana. Alimuonea tu huruma, kwani masuala kama hayo yalikuwa ni kawaida pia hata kwa baadhi ya nchi ambazo zimeendelea. Sasa walipofika eneo kwenye kile kibanda, ni kama ilivyokuwa mategemeo ya Yezi. Hakukuwa na chombo cha aina yoyote ile. Kila kitu kilikuwa kimeshachukuliwa. Jambo ambalo lilimfanya Yezi kutoa macho. Alishangaa sana na machozi yakaanza kumtoka. Licha ya kwamba taa hapa ni hafifu, lakini Roma alishuhudia machozi ya Yezi. Yezi akasema, "Anko, asante kwa wema wako leo kwa kunitetea kule polisi, lakini pia kunisindikiza mpaka hapa. Kwa hiyo unaweza kuondoka tu hata nisikucheleweshe." Aliongea Yezi huku sasa akimpa mgongo Roma. Roma akasema kwamba, "Sasa unaficha au machozi ya nini wakati nishakuona unalia?" Yezi akasema, "Anko, naomba ondoke." Roma aliangalia eneo hili kwa namna ya kukagua. Basi Roma akasema kwamba, "Kwa hiyo unalipa wema wangu kwa kunifukuza, si ndio?" Yezi aligeuka. Yezi akasema kwamba, "Kwa hiyo unataka mimi nikulipe nini? Wakati unaona kabisa kila kitu nilichopigania kwa zaidi ya miezi 4 kimepotea na sasa nakwenda kuanza upya. Naomba tu uondoke." Aliongea kwa sauti ya ukasirika. Asa Roma alijipapasa mfukoni na kuibuka na noti za $2. Yaani zilikuwa noti za dola lakini noti 2 ambazo kila noti ilikuwa ni ya thamani ya $100. Haikueleweka alikuwa ameziweka mfukoni muda gani. Roma akasema kwamba, "Kama unataka niondoke nitaondoka, ila chukua hii pesa itakusaidia." Yezi aliangalia pesa iliyokuwa kwenye mikono ya Roma kwa dakika kama moja hivi, huku akionyesha kufikiria, na bila kuongea lolote alimpita Roma na kuelekea barabarani, na jambo hili lilimshangaza Roma. Ila alimfuata. Roma akasema kwamba, "Yaani mimi nakusaidia afu unanikimbia au ndio unanidharau?" Yezi akasema, "Anko, sikia, mpaka hapo uliponisaidia panatosha, sitaki msaada wako zaidi."
Roma akasema kwamba kama utaki msaada wangu, unaonaje ukinipatia kitu chochote cha thamani ulichonacho na ukachukua hii pesa kama mkopo, na siku ukifanikiwa unarudishia pesa yangu. Aliongea Roma kwani alikuwa ashamfahamu Yezi ni msichana wa aina gani. Aliona ni wale wasichana ambao walikuwa akiogopa kufanywa wema ambao umezidi. Basi Yezi akasema kwamba unahisi kwa umaskini huu nitakuwa na kitu gani cha thamani? Roma akasema wewe ndio ufikirie, kama una kitu cha thamani unipatie, kama huna nitaondoka. Yezi akasema sina. Alijibu Yezi kwa sauti na kufanya watu waliokuwa kwenye mgahawa mita kadhaa kutoka waliposimama ndani ya eneo hili waangalie. Na kwa haraka haraka walitafsiri Roma anabembeleza kalale na Yezi. Na Roma aliona watu walivyokuwa wanawaangalia ila haya kujali. Roma akasema okay, kwa kuwa huna kitu cha thamani naondoka. Aliongea Roma na kweli akaanza kuondoka, huku sasa akimwacha Yezi aliyesimama. Lakini Yezi akasema kwamba anko subiri. Aliongea Yezi na kumkimbilia Roma, huku sasa akijishika shingoni. Yezi akasema nitakupatia cheni yangu, ndio kitu pekee ambacho nimeokotwa nacho kama utambulisho. Ile imepita miaka mingi, nimewasubiri sana wazazi wangu na sidhani kama watakuwa hai. Kwa unaweza kanitunzia tu, ndio kitu cha thamani nilicho nacho kwenye maisha yangu. Aliongea Yezi na kutoa cheni ambayo alikuwa ameweka mfukoni kwenye suruali yake ya jeans. Roma macho alimtoka mara baada ya kuangalia. Ilikuwa ni necklace, yani mkufu ulioambatana na kidani. Baada ya Roma sasa kuiangalia, macho alimtoka kutokana na aina ya kidani hicho. Roma akasema kwamba inakuwaje mtoto kama huyu akamiliki kitu kama hiki? Aliwaza Roma, huku sasa akigeuza kidani hicho nyuma na mbele. Ni kama alikuwa akitafuta hitilafu hivi. Alitoa simu yake na kumulika na kisha akasema kwamba ni ya uhakika. Aliongea na kisha akainua macho yake na kumwangalia Yezi na wakakutanisha macho. Asa Roma alimwangalia Yezi kwa dakika kadhaa. Ni kama mtu aliyekuwa akijiuliza maswali, na kisha aliweka mfukoni ile cheni iliyokuwa na kidani. Roma alitaka ampeleke Yezi sehemu anayoishi kwa kumpa lifti, lakini mwanadada huyu alikataa na Roma kutaka kuforce. Alipanda gari na kurudi nyumbani. Basi sauti ile sikika ikisema kwamba Roma, please fanya taratibu. Roma akasema kwamba okay wife, ila kadri ninavyofanya taratibu ndio muda utaongezeka mpaka kumaliza. Aliongea Roma ambaye alikuwa akipiga hiyo taratibu, huku sasa akiwa ameweka kichwa chake kwenye shingo ya Edina. Edina na akasema Roma, nimechoka bwana, naomba tuache. Aliongea Edina huku akiwa sasa anaema kama mbwa aliyekimbia maili nyingi, lakini Roma hakujali. Aliendelea kumwingia Edina na kutoka. Lakini Edina alisema Roma, naomba tuache bwana, nataka nikajisaidia haja ndogo. Roma akasema my wife, koja watu hapa. Aliongea Roma na kumfanya Edina akakamae, huku sasa akimngata Roma kwa nguvu, lakini Roma hakujali maumivu. Sasa Edina aliyekuwa amelala kwenye ukingo wa kitanda akiwa sasa amekumbatia mdori ambao ameupatia jina la pili la Roma, yani Ramon, alijikuta akidondoka chini akiwa usingizini na alionekana alikuwa kwenye ndoto. Na kitendo cha kudondoka chini kilimfanya ashtuke kutoka usingizini, lakini sasa alijikuta akishangaa kwa ndoto aliyokuwa akiota. Alichokifanya ni kukimbilia bafuni na maji ya bomba lisikika kitiririka ndani ya chumba hiki, na ni dhahiri mwanadada huyu alikuwa akioga. Maana tungeshangaa, Edina na Roma kweli wamebanjuana. Edina bwana aliwasha taa na kusogelea kioo akijiangalia, huku akiwa sasa amejifunga taulo. Lakini kadri alivyokuwa akijiangalia na kukumbuka ndoto aliyokuwa akiota dakika chache zilizopita, alijionea aibu. Hakuelewa ni kwa nini kwa mara ya kwanza katika maisha yake kuota ndoto kama hiyo. Ndoto ambayo ilikuwa ikihusisha kufanya mipinduko na Roma. Swala la kuota ndoto kama hiyo kwa Edina halikuwa swala dogo kwake, na alilichukulia kwa uzito wake kiasi kwamba lilimkosesha usingizi. Alijikuta akifungua mlango wa kiambaza, yani balcony, kwa ajili ya kupigwa na upepo. Licha ya kwamba usiku ulikuwa ni mkubwa na muda huo sasa ilikuwa ni kama saa 5 hivi usiku. Wakati Edina akiwa sasa amesimama, mara gari ya mtaalamu Roma ilionekana ikiingia hapo ndani na kuzunguka nyuma sehemu ya maegesho. Basi Edina alisema ya kwamba yani ndio anaanza kurudi. Aliongea Edina huku sasa akionyesha hali ya kutokufurahia Roma kurudi muda huo, na katika akili yake aliwaza Roma alikuwa na mwanamke na ndio maana akachelewa. Alijikuta tu ile ndoto aliyokuwa akiota ikijirudia kwenye akili yake na kujionea aibu zaidi.
na kukimbilia ndani na kujirusha kitandani na kulala. Sasa ni muda wa asubuhi, Roma akiwa sasa shamaliza kuoga na sasa alikuwa akijikausha kwa taulo, na hapo ni kwa ajili tu ya kujiandaa kuelekea kazini. Simu yake ndogo bwana ilianza kuita mfululizo na kumfanya sasa isogelee na kuangalia ni nani anampigia. Ilikuwa ni namba ngeni, ila ni namba ya Kitanzania. Basi Roma alisema hello. Sauti upande wa pili isikika ikisema kwamba bro Roma, ni mimi Muhando hapa. Isikika sauti upande wa pili na kumfanya Roma akumbuke dili aliloingia na mke wake. Roma akasema kwamba yes Muhando, mambo vipi? Muhando akasema safi tu bro, nimekupigia kukupa shukrani zangu bwana bro. Yaani siamini kama nimepata kazi tena ya kudumu kaka. Asante sana, Mungu akubariki mpaka ushangae. Roma alijikuta kitabasamu, kwani kwa jinsi ambavyo Muhando alikuwa akiongea kwa furaha ni kama sio yeye, kwani alikuwa amemzoea Muhando kuwa ni mpole na mara nyingi alikuwa akiongea kidogo sana, lakini leo hii kutokana na furaha ya kupata kazi alisikika kuwa mchangamfu. Basi Roma akasema ni swala dogo sana hilo Muhando, kwa vigezo vyako ulitakiwa kupata kazi, hivyo nimekusaidia kidogo tu. Muhando akasema kwamba ndio kaka, lakini kutokana na namna ambavyo nilihangaika kupata kazi, lazima nikupatie shukrani zangu I say. Yani I'm so touched bro with your help. Yani thank you so much bro. Na kuambia uzidi kufanikiwa ili utusaidie marafiki zako. Aliongea Muhando na Roma akaitikia kumridhisha. Baada ya Roma ukata simu, alijikuta kitabasamu, lakini pia alifikiria kwa wakati mmoja. Aliona Edina alikuwa ashakamilisha ahadi kwa upande wake na sasa yeye ndo anayetakiwa kutimiza ahadi yake. Roma alishuka mpaka sebleni na kumkuta Edina akiwa peke yake akijipatia tu staftai ya asubuhi akiwa shajiandaa kuelekea kazini. Roma alimwangalia mrembo huyo kwa jinsi alivyopendeza. Alimuona Edina kama pambo ndani ya nyumba. Basi Roma akamuuliza Edina kwamba darling, vipi, umeamkaje? Edina akajibu safi tu. Alitikia Edina huku sasa akiendelea kuwa busy na alichokuwa akifanya. Roma alimwangalia na akatabasamu sasa akiwaza ni lini mke wake ataacha ukauzu, na akaanza kuchangamka mbele yake, kwani kuna muda aliona kama Edina alikuwa akimfanyia makusudi tu. Roma akasema kwamba wife, asante sana kwa kumsaidia rafiki yangu. Edina akasema hauna haja ya kunishukuru, nilichofanya ni kutimiza ahadi na kazi iliyobakia ni kwako kufanya kama ulivyoahidi. Asante mke wangu, usijali, mimi ni mwanaume wa kutimiza ahadi na siwezi kwenda kinyume na maneno yangu. Aliongea Roma na Edina akamwangalia kwa dakika kadhaa. Ni kama alikuwa akimkagua na kutafuta dosari. Na Roma pia alishangaa kwa nini Edina anamwangalia kwa namna hiyo. Edina akasema baadaye. Aliongea Edina na kujifuta midomo kupitia kitambaa na akachukua mkoba wake na kuanza kupiga hatua kuelekea nje na kumwacha Roma kumwangalia mke wake anavyotokomea kwa nje na kumwachia harufu yake nzuri ya perfume. Sasa Roma baada ya kumaliza kujipatia kifungua kinywa, alimuaga Biwema na kisha aliingia kwenye gari yake na kuanza safari ya kwenda kazini, huku sasa akiendesha taratibu tu. Lakini pia yeye mwenyewe alikuwa akijishangaa, kwani kwa jinsi maisha yake yalivyokuwa yakiendelea ndani ya kampuni, alijiona ni kama hakutakiwa kwenda kazini kabisa, kwani hakuwa na mchango wowote. Roma wakati akiwa sasa kwenye gari, simu yake ilianza kuita mfululizo na akaitoa, na alipokea baada ya kuona jina la mpigaji. Roma akasema ndio afande Maida, kuna nini asubuhi yote? Afande Maida akasema Mr. Roma, naomba unisamehe kwa usumbufu ila nimekupigia kuthibitisha jambo. Roma akauliza jambo gani Mr. Maida? Basi afande Maida akasema kwamba sisi kama jeshi tulipewa jukumu la kulinda jiwe la kimungu na mpaka sasa tupo kwenye sintofahamu baada ya kushindwa kuwakamata Yamata. Kwa hiyo tupo na kikao hapa na wakuu wa usalama wa nchi na tunataka kujua kama jiwe ulilotoa ni lenyewe au umewapatia fake. Roma akajibu afande Maida, nadhani Agent Flamingo hakueleza vizuri. Mimi nimetoa jiwe lenyewe na sio fake. Kama mnavyodhania kwamba nimetoa jiwe fake, hapana. Na kama mmeshindwa kuwapata hao Yamata, hilo ni swala lenu kulifanyia kazi. Aliongea Roma. Roma akajibu kwamba okay Mr. Roma, tulitaka tu kupata jibu kutoka kwako na kwa kuwa umetuthibitishia kama ni kweli umetoa jiwe hilo kwa Yamata, basi tunaamini hautoingilia masuala yote ambayo yanahusiana nalo. Roma akasema kwamba kaeni kwa amani kabisa afande na wenzio. Mimi sitaki kuhusika na jiwe hilo, maana linaweza kuleta shida kwa watu wangu wa karibu. Aliongea Roma na kukata simu, lakini wakati huo huo uliingia ujumbe kwenye simu yake na kuangalia. Ujumbe ulisomeka kwamba nadhani haujasahau ahadi ya kuonana kwetu. Muda ni saa 12 za jioni Rozana Hotel.
ulikuwa ni ujumbe ambao Roma kwa kuangalia tu, yani kwa kutazama tu namba, alijua inatoka kwa Maggie. Na kufikiria sana, alizidi kuendesha gari yake na ndani ya dakika kadhaa tu alikuwa akiingia posta yalipo makao makuu ya kampuni ya Vexto. Sasa baada ya kupaki gari yake, moja kwa moja alienda mpaka ofisini kwake na kuwakuta wafanyakazi wenzake wakiwa bize. Lakini leo hii mazingira ya kampuni yalionyesha kuwa sio ya kawaida. Roma akauliza kwamba Rachel, kuna nini? Rachel akajibu ya kwamba hivyo inakuaje, yani kila kinachoendelea kwenye kampuni ya ujui. Hivyo ni mfanyakazi kweli? Aliongea Rachel huku akionyesha hali ya kumzodoa Roma. Lakini Roma aliishia kutabasamu tu. Roma akasema kwamba Roma, niambie basi, acha basi maneno mengi Rachel. Rachel akasema kuna mabadiliko katika uongozi. Roma akasema unamaanisha nini? Rachel akasema leo ni siku ya kutambulishwa CEO msaidizi wa kampuni. Roma alishangaa kidogo. Kwanza hakuwahi kujiuliza ni nani msaidizi wa Edina. Roma akasema kwamba hivi kumbe hakukuwa na msaidizi? Rachel akasema kwamba ndio, mara nyingi kama Edina akipatwa na dharura, Nasra ndo alikuwa akikaimu. Aliongea Rachel na kumfanya Roma aelewe. Na Roma sasa, yani Roma akauliza kwamba kwa hiyo, yani kuja tu ni kwa CEO msaidizi ndio mmefanya haya mabadiliko ya mpangilio wa ofisi? Roma akajibiwa kwamba huna unachofahamu Roma. CEO anayekuja anasifika kwa ukali na kutokupenda watu wavivu kazini. Wafanyakazi wa tawi la Nairobi wanamfahamu kwa ukali wake. Aliongea Rachel na kumfanya Roma sasa ashangae. Kwanza hakuwahi kusikia kuwa Nairobi kuna kampuni iliyokuwa ikisimamiwa na mke wake. Sasa Roma akasema kwamba kwa hiyo na Nairobi kuna kampuni iliyo chini ya Vexto pia? Rachel alishangaa. Kwani kwa namna ambavyo Roma alikuwa akiuliza maswali, ni kama alikuwa mfanyakazi ambaye alikuwa akianza kufanya kazi ndani ya hiyo kampuni. Basi Rachel akasema kwamba naona hauna unachofahamu. Ngoja nikueleze tu. Kwa Afrika, Vexto ina matawi katika nchi 8. Afrika Kusini, Botswana, Kenya, Uganda, Rwanda, Nigeria, Namibia, Ghana na Ethiopia. Basi Roma akauliza kwamba vipi kuhusu nje ya nchi, yani nje ya Afrika? Rachel alivuta pumzi, akasema kwamba kwa nje ya Afrika ni Ufaransa peke yake. Roma akasema okay sawa mrembo, ila leo umependeza isee. Na yenyewe ni kwa ajili ya CEO msaidizi. Aliongea Roma na kugeuza kiti chake kuendelea na kucheza game. Na Rachel alimwangalia Roma kwa dakika kadhaa, yani kama vile hajawahi kumuona, na kisha aligeukia tarakishi yake na kuendelea na majukumu. Hakutaka kumjibu Roma na maswali yake ya kihuni. Sasa muda wa saa 6 hivi, Rachel alimfinya Roma baada ya kumuona Edina aliambatana na baadhi ya wafanyakazi wakubwa wa kampuni kuingia hapo ndani ya kitengo cha PR. Edina bwana alikuwa ameongozana na Doris, Nasra na wamama wawili hivi ambao walikuwa ni watu wazima, ambao walikuwa ni wafanyakazi wakubwa wa kampuni hii ya Vexto. Lakini pia alionekana kijana mmoja hivi aliyelingana na Roma. Alikuwa ni kijana mtanashati tu ambaye alifanya warembo wa idara hii wavutiwe naye. Asa Rachel baada ya kuona anamfinya Roma aamke kutoka kwenye usingizi bila mafanikio, alisimama yeye mwenyewe akimwacha Roma. Benedetta aliyekuwa ndio kiongozi wa idara hii alikuwa akitoa maelezo kwa heshima kwa wakuu wake wa kazi, huku akieleza kazi ambazo zinafanyika kwenye idara yao ya PR. Mwanadada alielezea kwa umakini mkubwa akitumia lugha ya Kiingereza, na bwana ambaye alijitambulisha kwa jina la Michael Ernest Comway aliridhishwa na maelezo hayo. Basi Edina, Doris na Nasra muda wote macho yao yalikuwa ni kwenye meza ya Roma, na Edina alikasirishwa sana na tabia ya Roma, ila hakutaka kuongea. Alijiambia mwisho wa Roma wa kulala kazini ni siku atakayompatia kampuni. Basi bwana Michael akasema kwamba Mr. pale ana nini? Mbona yuko tofauti na wenzake na ni kama hayupo kazini? Akajibiwa kwamba ajisikii vizuri leo, ila ni mchapakazi mahili ndani ya kampuni na ndiye aliyefanikisha dili kubwa la ya makuza. Aliongea Benedetta kwa kumtetea Roma na kumfanya Edina muangalie namna ambavyo Benedetta alikuwa akimtetea. Alijisikia vibaya sana, na sio kwake tu, hata Doris na Nasra hawakupendezwa na namna ambavyo Benedetta anamkingia kifua Roma. Basi Michael akasema kwamba kama hajisikii vizuri, kwa nini yupo hapa sasa? Alitakiwa kubakia nyumbani kuliko kushusha morali ya wenzake bwana kufanya kazi kwa kulala ofisini. Roma akasema kwamba na kama nilianza kujisikia vibaya nikiwa kazini je? Aliongea Roma na kugeuza kiti chake na kufanya wadada hawa wamwangalie. Basi Michael akasema kwamba hilo inaeleweka, kampuni ya Vexto haipo kwa ajili ya kutesa wafanyakazi.
wewe ukijisikia vibaya unaaga na unaondoka, si ndio Miss Edina? Aliuliza Michael, huku sasa akimgeukia Edina ambaye haikueleweka alikuwa na hisia gani kwa wakati huo, na alitingisha tu kichwa. Basi Roma akasema kwamba okay Mr. Assistant, ila hali yangu imerudi kwenye ukawaida wake baada ya kulala kidogo. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa jambo zuri kama kila mfanyakazi anayejisikia vibaya kuondoka. Muda mwingine tunahitaji tu muda wa dakika chache tu kupumzika na kurudi sawa. Aliongea Roma na kisha aligeuza kiti chake na kushtua tarakishi yake ambayo ilikuwa imejizima. Lakini sasa Michael alijikuta akishangaa zaidi baada ya kuona game la mpira kwenye screen. Doris akasema kwamba Michael, tushamaliza hapa, tunatakiwa sasa kwenda idara nyingine maana muda wa chakula cha mchana unakaribia. Aliongea Doris. Na Edina alikuwa wa kwanza kugeuka na kufanya wadada hawa pia washushe pumzi na kumgeukia Roma. Sasa ilikuwa ni time ya saa 12 za jioni hivi. Roma alitoka ndani ya Kigamboni kuitafuta Sinza, eneo ambalo ndio Magi alitaka kwa wao kuonana. Aliendesha gari yake huku sasa akijiuliza kwa nini Magi achague maeneo ya mbali hivyo. Ila hakutaka kuwaza sana. Aliendesha gari yake kwa umakini na kwa spidi, na ndani ya kama nusu saa hivi alikuwa akiingia ndani ya hoteli moja maarufu iliyokuwa ikifahamika kwa jina la Rozana. Baada ya kuegesha gari yake, kabla ya kushuka, alitoa simu yake na kumpigia Magi kumuuliza yuko wapi, kwani yeye alishafika. Sauti nyororo kwenye masikio ya Roma ilisikika ikisema kwamba ndio naingia na gari sasa hivi. Nusu saa dakika, yani kama nusu dakika hivi tuseme, yani baada ya Roma sasa kutoka kwenye gari yake, hatimaye aliweza kushuhudia gari ya kifahari ya Maserati. Tena ilikuwa ni toleo la mwaka 2022, iliyokuwa ni ghali ambayo ilifanya watu wote ambao waliokuwa kwenye haya maeneo kuangalia kwa macho ya wivu. Roma aliangalia gari hii mpaka pale iliposimama. Roma alijikuta moyo wake kumuendea spidi sana baada ya kushuhudia mwanamke mrembo akitoka kwenye gari hii. Ni kama haamini hivi kama mtu aliyekuwa mbele yake alikuwa ni yule ambaye amemzoea kumuona kwenye mavazi yake ya kazi. Ndio alikuwa ni mwanadada Mage ambaye leo hii hakuwa kwenye mavazi ya kipolisi. Leo alikuwa ni mwanamke mrembo sana mwenye macho ambayo ni yenye kuvutia sana, sura yenye kupendeza, ngozi ya kuvutia, wororo ya ye. Na kwenye macho ya Roma alivutia sana kiasi kwamba ni kama haamini kama ni Mage. Mage alijikuta kitabasamu baada ya kumuona Roma kuwa katika aina hiyo ya mshangao. Mage akamwita Roma. Aliita Mage na kumfanya Roma kutikisa tu yani kichwa chake kwa namna fulani hivi, yani kwamba huko yani kwanza homoni zake za kiume pale yani alipokuwa anamuona mrembo zilikuwa zipo juu sana. Roma akasema ya kwamba isee, mpaka nimekusahau. Sikudhani ule polisi ambaye leo hii anaweza kuwa mrembo namna hii. Mage, aisee umependeza sana leo. Aliongea Roma huku sasa akiweka tabasamu na kumfanya Mage aone aibu na kujisikia raha sana. Mage alimkumbatia Roma. Licha kwamba Roma hakutaka kabisa kumkumbatia, lakini kutokana na watu waliokuwa akiangalia, ajikuta akiacha bwana. Akiacha tu Mage amkumbatie kimahaba kabisa. Ni kama walikuwa wapenzi. Na hata kwa watu waliokuwa eneo hilo, walijua kabisa hawa wawili ni wapenzi. Na walimuona Roma kama mwanaume mwenye bahati kwa kungoa mwanamke mrembo kama huyo. Na sio rembo tu, lakini pia mwenye pesa. Unajua, kwa gari ambayo Mage alikuwa amefika nayo, ni watu wachache sana ambao wanaweza kuimiliki. Lakini pia watu hao hawakumbeza Roma, kwani licha ya Roma kuonekana wa kawaida, lakini alikuwa amekuja na gari nzuri sana kifahari, ambao pia ni moja ya gari chache sana ambazo zilikuwa zikipatikana ndani ya jiji hili la Dar. Ilikuwa ni BMW M7. Mage alitangulia mbele, huku Roma sasa akiwa nyuma akimwangalia Mage kwa nyuma. Mage jioni hii bwana alikuwa amevalia koti fulani hivi aina ya vesti chenye vifungo ambavyo vinafungiwa kwenye ubavu hivi cha rangi fulani hivi ya njano, ambacho kwa juu kabisa kilikuwa kimenakishiwa kwa wavu fulani hivi, lakini kwa mpangilio wa kupendeza sana. Chini akiwa sasa ametinga suruali ya kitambaa yenye marinda mwishoni na kiatu kirefu sana aina ya skuna. Kwa muonekano wa nguo zake ni dhahiri kwamba zilikuwa ni brand kutoka nje ya nchi. Roma kushangaa na aina haya mavazi ambayo kwake aliona ni ghali sana kwa mtu wa kawaida sana kuvaa, lakini pia mavazi ambayo yapo kifasheni hakushangaa sana, kwani alikuwa akikumbuka vyema mama yake Mage alikuwa akimiliki bonge moja la duka la nguo eneo fulani hivi la Posta.
Sasa watu waliokuwa ndani ya ukumbi wa chakula eneo la mgahawa ndani ya hoteli hii ya hadhi ya nyota 3 walimuonea Roma wivu kwa kuongozana na mrembo kama huyo, na hawakuacha kugeuka kuangalia umbo namba 8 la Mage. Lakini kwa Roma hakujali sana. Upande mwingine, ndani ya eneo la Masaki, alionekana Mama T ndani ya jumba hili la kifahari akiwa sebleni akifungua friji na kutoa chupa ya red wine, na kisha akasogea mpaka kwenye masofa na kuweka glasi chini, kusasa akimwangalia Kanali Agustin aliyekuwa busy akiangalia runinga. Kanali Tobwe sasa akasema ya kwamba unaonekana kuwa mwenye mudi nzuri sana leo mke wangu. Mke akajibu ya kwamba sana tu mume wangu. Tobwe akasema ya kwamba sasa si uniambie hicho kitu ambacho kinakufanya kuwa na furaha, tufurahie wote. Tumeanza kufichana habari nzuri tangu lini? Mke akasema ya kwamba sisi na yes jamani, sinaendelea na wewe, mbona unanikimbilia mwisho? Mume akajibu haya, niambie sasa mke wangu. Mke akajibu ya kwamba ni kuhusu Mage. Kanali akajibu akafanya nini tena Mage? Mke akajibu ya kwamba inaonekana Mage kuna mwanaume ambaye amempenda. Aliongea na kumfanya Kanali kushangaa. Kanali akasema kwamba yani unasema kweli, yani Mage kuna mwanaume amempenda? Mke akajibu sina uhakika lakini naamini ni kweli. Leo mchana nimepigiwa simu na Tusi kwamba Mage kaenda dukani kwetu kununua mavazi ya kutokea kwa usiku. Kwa jinsi Tusi sasa alivyoniambia, ni dhahiri kabisa kuna mwanaume ambaye anaenda kuonana naye usiku wa leo. Na kwa ninavyomjua mwanangu Mage kwa mavazi tu ambayo amechagua, ni dhahiri kabisa mtu anayekwenda kuonana naye ni mwanaume. Aliongea Mama T na kumfanya Kanali atabasamu. Kanali akasema kwamba unaonaje ukipeleleza tukajua ni mwanaume gani Mage katokea kumpenda? Unaweza hata kumuuliza labda. Mama T akasema kwamba tusiwe na haraka. Unajua hii ni mara ya kwanza kwa Mage, hivyo tunaweza kumkatisha tamaa. Ngoja tu tusubiri kidogo. Aliongea Mama T na kumfanya sasa Kanali kutabasamu. Basi huku upande sasa wa Roma na kina Mage aliuliza ya kwamba utapendelea nini Roma, unaweza ukaagiza chakula? Aliuliza Mage baada ya kumwona Roma sasa ameshikilia kitabu cha orodha bila kuchagua. Roma akasema kwamba hapana Mage, yani bado ni mapema sana. Muda huo kama nitakula njaa itaniuma mapema. Msikilizaji, muda huo kweli mhudumu kwanza alikuwa ameshasogelea katika kuchukua oda yao. Sasa Mage aliagiza juice, kwani hata yeye mwenyewe aliona muda ni mapema sana kuagiza chakula. Na Roma hakuwa mpenzi wa juice. Yeye aliagiza wine na kisha akamgeukia Mage, ni kama alikuwa akimpa ishara aanze mazungumzo. Mage akasema kwamba Roma, najua una shauku ya kujua ni kwa nini leo nimeomba tukutane. Roma akajibu ndio, na inabidi uniambie sasa. Mage akasema Roma, ukweli ni kwamba tokea siku ile ya kusanyiko la wafanyabiashara nimekuwa ni mtu wa kujiuliza maswali mengi sana kuhusu wewe. Wapi umetokea? Ni vitu gani ulikuwa ukifanya huko nyuma? Na kwa nini ulikuwa kama vile? Licha kwamba ulipigwa risasi lakini ulionyesha hali ya kuwa kawaida. Mpaka sasa nimekuwa wa kuwazia sana hayo maswali. Aliongea Mage kwa sauti ya chini. Na Roma alimwangalia Mage. Lakini pia wakati huo mhudumu alileta oda yao na kuwapatia. Mage, nakumbuka ulisema kwamba unatamani sana tuwe marafiki na mimi pia nikakubalia. Kama ni kweli unataka urafiki wetu uendelee, nadhani itakuwa vyema sana usipouliza hayo maswali. Kwani nikwambie tu siwezi kukujibu, na pia nadhani dada yako pia ameshindwa kukupatia taarifa zote kuhusu mimi. Na ndio maana una shauku. Hajakwambia ni kwa sababu huenda taarifa zangu ni nzito kidogo kwa kila mtu kujua. Jambo hilo lilimfanya Mage kujisikia vibaya. Aliona ni kama Roma alikuwa akijiweka mbali na yeye, na alijawa na huzuni kwa wakati mmoja. Na Roma pia aliliona hilo na kushangaa kwamba kwa nini Mage kabadilika ghafla. Mage, nini tatizo? Au hujaridhika na jibu langu? Aliuliza Roma huku sasa akiangalia saa kwenye simu. Mage akasema kwamba Roma, hebu naomba basi uwe mtu mkweli na mimi. Nataka tu niambie kama kukuomba sisi kukutana hapo unajisi kwamba nimekupotezea muda wako. Roma alishangazwa na aina hii ya swali. Roma akasema kwamba kwa nini unauliza hivyo Mage? Mage akasema kwa sababu unaonekana kama mtu ambaye ni muda wote tu utaaga na kuondoka. Sioni hali ya utulivu kwenye macho yako, lakini pia nakuona kama mtu ambaye ni unajitahidi kujiweka mbali na mimi. Mage, sijui ulitaka, yani sielewi kwamba ulitaka nikujibu nini, lakini hilo ndio jibu pekee ambalo ninaweza kukupatia mpaka sasa. Wewe ni polisi na nadhani mpaka hapo umenielewa ninachojaribu kumaanisha. Mage akajibu, lakini leo hii mimi sijaje kama polisi Roma. Nimekuja kama mwanamke, ndio maana nikavaa nikapendeza. Yote ni kwa ajili yako. Roma siku zote
alikuwa ni mtu mwenye kutawala maongezi, msikilizaji. Lakini leo hii mbele ya Mage alikosa jibu. Wakati Roma sasa katika kufikiria jibu la kumpa Mage, mara simu yake ikaanza kuita mfululizo na kumfanya sasa aitoe mfukoni na kuangalia ni nani ambaye anampigia kwa wakati huo. Na alipoangalia jina, aliona sio namba ya Tanzania, lakini ni kama alikuwa ashaitambua hiyo namba, kwani ilionekana sio mara ya kwanza namba hiyo kumpigia. Basi sauti kwenye simu ilisikika ikisema kwamba Hades, habari za muda huu? Roma akajibu ya kwamba balozi. Balozi akajibu ndio Hades, ni mimi. Roma akajibu okay, nakusikiliza balozi. Balozi akasema Hades, na kutaarifu tu Sophie ameshafika nchini na nadhani mpaka sasa hajakutaarifu. Roma akasema hapana, hajanitaarifu, lakini pia nadhani haina haja yeye kunipigia simu kwani hapa Tanzania ana ndugu. Balozi akajibu Hades, ndio maana nimekupigia simu. Kiufupi tu ni kwamba Sofia bado yupo uwanja wa ndege tokea asubuhi anakusubiria ukampokee. Na hata baadhi ya ndugu nilioagiza kumfuata amewakatalia na anasema kwamba pasipo ya wewe kwenda kumpokea haondoki. Aliongea balozi na Roma alidhania ni kama utani. Roma akasema kwamba balozi, uko serious juu ya hili? Balozi akajibu, nisingekupigia simu Hades. Ninachokuomba tu kamtoe mwanangu Sofia uwanja wa ndege. Aliongea balozi na wakata simu. Roma alijikuta akishangazwa na jambo hilo. Ni kama hakuwa akiamini kama kweli Sofia ameshindwa kuondoka uwanja wa ndege kisa yeye hajaenda kumpokea. Jambo hili lilimshangaza sana na kuona ni kama sasa haya ni majaribu kwake. Kwani alikuwa ashaweka wazi msimamo wake kwa balozi kwamba hawezi kumfanya Sofia kuwa mke wake. Basi Roma akasema kwamba Mage, nadhani tutaongea siku nyingine, kwa sasa nina dharura. Aliongea Roma kwa sasa kinyanyuka, ni kama hakutaka kusubiria jibu kutoka kwa Mage. Sasa upande mwingine bwana, ndani ya eneo la Mbezi Beach mkabala tu na jengo la kanisa la KKKT, ndani ya jumba la kifahari, anaonekana mwanadada mrembo Nadia au Goddess of Law akiwa sasa amejiachia sebuleni kwake bila hata habari. Na kwa jinsi ambavyo mwanamke huyu alikuwa amevaa, ni kama ni mwanaume, yani ungekuwa karibu yake ni hakika ungetegeka tu, kwani kigauni alichokuwa amevalia kilikuwa ni kifupi mno na chepesi na kumfanya sasa ni miguu yake ionekane kuwa wazi zaidi. Sasa muda huu mrembo huyu alikuwa ameshikilia glasi ambayo ndani yake ilikuwa na kimiminika cha rangi ya zambarau, tena zambarau iliyokolea, ikiwa sasa imejaa nusu, na alikuwa akipeleka mdomoni kwa madaa kabisa, huku akiangalia runinga iliyokuwa ikionyesha live show ya mwanamuziki fulani hivi mkubwa wa kike tu duniani aliyekuwa akifahamika kwa jina la Christine. Wakati mrembo huyu sasa akiwa ameweka umakini kwenye runinga, mlango wa eneo la sebuleni ulifunguliwa na akaingia mwanaume mmoja hivi wa Kiafrika mweusi tu aliyevalia t-shirt ya Levi's pamoja na jeans na miwani. Alikuwa ni kijana tu alionekana kuwa mtanashati sana. Basi Nadia akauliza kwamba Evans, mpango wangu unaendaje mpaka sasa? Aliuliza Nadia huku sasa akikaa pozi lile pasipo hata kubadilika na kumtesa kijana huyu ambaye muda wote macho yake alikuwa akiufaidi mwili wa mrembo Nadia. Sasa Evans hakutaka kuongea zaidi. Alitoa simu yake mfukoni na kisha akampatia Nadia. Alipokea na kuangalia. Kwenye simu hiyo bwana, zilionekana picha za Mage na Roma wakiwa wamekumbatiana kimahaba. Na kwa jinsi walivyokuwa akionekana kwenye picha, ni kama wawili hao walikuwa na mahusiano na haikueleweka ni kwa namna gani walipiga picha hizo, kwani ni za muda mchache ambao Roma na Mage walikuwa rozana. Nadia aliendelea kuperuse kwenda kulia kuangalia hizo picha nyingine ambazo zilimuonesha Roma na Mage wakiwa wameketi wakiangaliana uso kwa uso. Basi Nadia akasema kwamba nataka waendelee kukusanya zaidi taarifa ambazo siku tukimtumia Edina lazima achanganyikiwe na zimfanye kuzidi kuweka umbali wa kimahusiano na Roma. Evans akajibu sabos. Basi Nadia akauliza kwamba vipi kuhusu Najma? Evans akasema bado Roma hajakutana na Najma na kwa ninavyoona hawezi kuonana naye hivi karibuni. Basi Nadia akasema hata wasipoonana tunazo zile picha zingine wakiwa wamekumbatiana. Najua Edina tu afahamu kama Roma na Najma wanafahamiana, na hii ni kete nyingine. Aliongea hivyo Nadia huku sasa akionyesha hali ya kufurahia. Mwanadada huyu alionyesha nia ya kuyavunja mahusiano yaliyokuwepo kati ya Roma na Edina. Evans akasema kwamba bosi, mpaka sasa nashindwa kujua kwa nini upo obsessed sana na huyu mwanaume, kwani kwangu ni wa kawaida sana.
Nadia baada ya kuuliza hivyo akajibu ya kwamba utakiwa kufikiria sana Evans. Najua sana hisia zako yani zilivyo juu yangu. Najua, lakini mimi nampenda Roma. Na nikwambie tu yani ni mtu ambaye hata mtokee Evans 20 ni waunganishe pamoja, hamwezi kumfikia Roma. Kwa hiyo unaweza kwenda. Aliongea hivyo Nadia, na Evans hakutaka kubakia hapo. Licha ya kwamba maneno ya Nadia yalikuwa kimuumiza, lakini hakutaka kuonesha hali hiyo mbele ya Nadia. Sasa upande wa Roma yeye hakuwa na jinsi kabisa. Aliona kama kweli Sofia atakuwa uwanja wa ndege, basi anatakiwa kwenda kumtoa. Lakini licha hivyo alikuwa akiwaza akishamtoa atampeleka wapi? Roma akasema nitajua mbele kwa mbele. Basi dakika chache bwana. Kwanza mdau alivyosema kwamba nitajua mbele kwa mbele ni alizidi kanyaga pedeli kuelekea Gongo la Mboto. So dakika chache mbele alikuwa akiingiza gari sehemu maalum kwa ajili ya maegesho, na baada ya kuzima alitoka na kutembea kuelekea jengo la Terminal 3. Roma baada ya kuingia ndani ya hili jengo alianza kuangalia kushoto na kulia kumtafuta Sophie. Ni kama bwana huyu hakuwa akiamini maneno ya balozi. Alijongea kuingia ndani zaidi sehemu ya mapumziko kwa abiria, na hapo ndipo alipojikuta akisimama baada ya kumuona mwanadada mrembo aliyekuwa ameketi kwenye viti akiwa hana habari kabisa, huku sasa akiwa ameshikilia simu yake. Katika macho ya Roma, Sofia alikuwa ni mrembo sana, tena mrembo ambaye alikuwa akimkaribia Edina kwa 80% hivi. Lakini Roma katika akili yake alijiambia kabisa hawezi kuwa na mahusiano na Sofia, kwani mke wake na huyu Sofia ni ndugu hata kama sio wa damu. Hivyo aliona ugumu kwenye swala hilo, na ndio maana alikataa kata maneno ya balozi kuhusu kumuoa Sofia. Roma alijongea taratibu kumsogelea Sophie, huku sasa akimwangalia msichana huyu. Sophie kwa muonekano tu alionekana kuwa ni mdogo. Licha ya kwamba muonekano wake ulikuwa umepevuka, lakini sura ya utoto haikujificha kwa Sofia. Basi Roma akaita Sophie. Aliita Roma na kumfanya mwanadada huyu ainue macho na kumwangalia Roma. Na walipokutanisha macho yao, alijikuta akitoa tabasamu la ajabu. Sophie akaita, "Oh, Hades." Aliita Sofia huku akiwa na aibu za kike na kumfanya Roma sasa tabasamu. Roma alijiuliza huyu msichana kwa aibu hizi kweli aliwezaje kukaa hapa ndani kwa zaidi ya masaa 10? Au balozi kuna kamchezo anamfanyia? Ila kwa wakati huo hakutaka kuwaza sana, kwa kuwa yupo hapo kwa ajili ya kumchukua Sophie. Aliona ngoja ipumzishe tu akili yake kutokufikiria mengi sana. Upande mwingine, wakati Roma anaingia hapa ndani ya uwanja wa ndege, mita kadhaa tu kutoka alipopaki gari yake, kulikuwa na gari nyingine ya Forester. Ndani ya gari hili alionekana Faridi, ambaye huyu ni mlinzi wa karibu wa mstaafu jenerali wa jeshi, akibonyeza simu yake, na ndani ya sekunde tu aliweka sikioni na akaambiwa kwamba Faridi nipe ripoti. Faridi akajibu kwamba Mr. Roma nimemwona ndani ya haya maeneo, inaonekana ndio kafika kumchukua Sophie. Basi Faridi akaambiwa vizuri sana, endelea kufuatilia ni wapi atampeleka, nina hamu ya kujua Faridi. Faridi akasema kwamba lakini bosi, jambo ambalo tunalifanya naona sio sawa, kwani Edina na Sophie ni ndugu. Huyo bosi akasema kwamba Faridi, hivi unanionaje? Kungekuwa na tatizo nisingeruhusu Sophie kumsogelea Hades. Balozi anajiona mjanja kwa kufanya mambo pasipo kunishirikisha. Ila mimi najua kila kitu. Wewe nipe kila hatua anayofikia. Aliongea jenerali huku sasa akionyesha furaha kwenye simu, na Faridi alipumua tu na kisha akamjibu sawa mkuu. Sasa baada ya kama dakika 5 hivi kupita, alimwona Roma na Sophie wakilisogelea gari ambalo Roma alikuwa amekuja nalo. Sasa Roma akauliza ya kwamba Sophie, babako amekwambiaje kuhusu mamzi yangu? Aliuliza Roma mara baada ya kuweka mabegi kwenye buti la gari. Sasa Sophie akasema kwamba ameniambia una mke tayari na huna mpango wa kuongeza mke wa pili. Roma akasema sasa kama umelifahamu hilo, kwa nini upo hapa Tanzania ili hali kabisa unajua kwa mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe? Sophie akajibu, lakini mimi nataka tu kuishi na wewe hata kama tusio wapenzi. Yaani mimi yani sijiwezi kwako Hades kabisa yani. Roma alijikuta akishangaa. Lakini pia kuona huyu mtoto anafikiria nini? Kwani watawezaje kuishi pamoja bila ya kuwa na mahusiano? Roma akasema kwamba utaishije na mimi ikiwa hatuna mahusiano? Sophie akasema Sister Edina ni dada yangu, licha ya kwamba hanijui ila mimi namjua. Roma akasema sijakuelewa bado. Sophie akasema Hades, unaonaje ukinitambulisha kama mdogo wako? Mimi ninachotaka tu ni kuishi karibu na wewe.
Roma alijikuta kichwa kikitaka kumpasuka. Alikuwa akiwaza hawa wanawake hivi wana nini juu yake. Asa Sofia, ngoja nikwambie tu Asa, msimamo wangu uko pale pale. Mimi na wewe hakiwezekani hicho kitu. Na nitakufanya tu ndugu yangu kwa muda. Utakaa na Edina na hakikisha unakuwa upande mzuri na yeye akupende. Alafu baadaye tutamwambia tu kwamba wewe ni nani. Na kama atakukubali kama mdogo wako, sawa, akikataa utaondoka. Aliongea Roma na kumfanya Sofia tabasamu. Hakudhania mambo yangekwenda namna hiyo. Sofia akasema kwamba sawa bro Hades. Aliongea Sofia na kumfanya Roma atamani kucheka. Yaani alimwona Sofia kuwa mpole, lakini akianza kuongea upole unaisha kabisa. Basi Roma kazi aliona imebakia kwa wakati huo ni kwenda kumdanganya Edina kwamba Sofia ni ndugu yake. Roma kaza ya kwamba licha ya kwamba sipendi kuongea uongo, ila kwa sasa sina jinsi. Ngoja Sofia akaishi na sisi, atakapozoeana na Edina nitamuelezea ukweli wote. Aliwaza Roma na kukanyaga pedal na aliendesha kwa muda mfupi tu. Sofia alikuwa ashalala muda mrefu na alionekana kuchoka mno, na Roma alimuonea huruma sana Sofia. Sofia, nisikilize kwa makini sawa? Mimi ni kaka yako kuanzia sasa hivi. Na utamheshimu Edina kama wifi yako. Na umetokea Marekani, Michigan, okay? Alongivo baada ya kumwamsha bwana. Sasa Sofia akasema bro, mimi kwa nini nitokea Marekani sio hapa Tanzania? Roma akasema kwa sababu Tanzania sina familia na Edina anafahamu hilo. Sofia akasema kwa hiyo bro Roma, yani ndugu zako wapo Marekani? Ya, ile ni familia ambao nimelelewa. Aisi usiulize maswali mengi bwana. Sasa kuhusu Kiswahili je? Sofia aliuliza. Na ni kama Roma alikuwa anakumbuka sasa kumbe Sofia alikuwa akizungumza Kiswahili. Na hii ingeleta maswali kwa Edina, na muda wote wakati wakiongea walikuwa wamesimama nje ya geti Gamboni, na geti lilikuwa limefunguliwa muda mrefu tu. Basi Sofia akauliza kwamba bro, si umesema umelelewa Marekani? Aliuliza Sofia mara baada ya kumwona Roma sasa anafikiria sana, na Roma alitikia kwa kichwa. Sofia akauliza kwamba na vipi ulimwambia sister kuhusu familia iliyokulea? Hapo Roma ni kama sasa alikumbuka, ni kweli hakumwambia Edina ni familia gani iliyokuwa ikimlea huko Marekani. Roma akasema sijamwambia. Umepata wazo gani? Sofia akasema okay Hades, unaonekana hata yani una akili za kutunga uongo. Script yetu itakuwa rahisi sana. Mimi Sofia niliishi Tanzania kabla ya kwenda kuishi nchini Marekani, hivyo. Roma akasema ndio ushamaliza hivyo? Ndio bro, hapo utamalizia tu au hujaelewa mpaka hapo? Roma alijikuta akitoa tabasamu la uchungu, kwani kwa namna ambavyo Sofia alikuwa akiongea ni kama walikuwa wamefahamiana miaka kadhaa nyuma. Basi Roma akasema kwamba mueleze basi nikuelewe sasa mpango unakaa vipi? Yaani nikamwambia tu mke wangu kwamba ni ngoja nikwambie kitu kimoja. Mke wangu mimi ana akili sana na adanganyiki kizembe. Kwa hiyo ni bora uongo wako ukanyoka na ukafanana na ukweli. Basi Sofia alijikuta akijisikia vibaya kwa namna ambavyo Roma alikuwa anamsifia mke wake. Sasa Sofia akasema ya kwamba hapo ni rahisi tu yani wewe unanitambulisha tu kama mtoto wa baba mdogo kwa upande wa familia iliyokulelea huko Marekani, na niliishi na familia yangu hapa Tanzania kabla ya kuhamia nchini Marekani. Basi Roma alijikuta akimuelewa Sofia. Roma akasema sikia, huu uongo utadumu kwa muda mchache tu. Misheni yako ni kuhakikisha Edina anakupenda kama mdogo wake. Na tutamwambia ukweli, sawa? Ukishindwa, mimi nitamwambia ukweli. Na akikufukuza au akitufukuza, nitakuwa sina msaada tena. Misheni yako ni ya miezi 2 tu. Basi Sofia akasema kwamba bro, hilo hata ni usiwaze. Mimi ni rahisi sana kulitimiza. Afu kwanza mwenyewe ni upesi sana kupendeka. Aliongea Sofia na kumfanya Roma asiongee kitu na kuingiza gari ndani. Basi Sofia akawaza ya kwamba Hades, nitakufanya unipende kwa namna yote ile na utanianza mwenyewe. Aliwaza Sofia aliyekuwa akitabasamu wakiingia ndani ya jumba hili. Sasa bwana, wakati huo sauti ilisikika ikisema ya kwamba nipe ripoti Faridi. Sauti ilisikika upande wa pili wa simu, Faridi akiwa amesimamisha gari mita kadhaa kutoka ilipo nyuma ya Roma. Sasa jamaa akasema ya kwamba akamleta nyumbani kwake. Basi kwenye simu jamaa akacheka akasema kwamba asante sana kwa kazi nzuri Faridi, unaweza kurudi sasa.
Sisi tutakuwa ni wenye kuangalia nini kitaendelea. Kama Edina akikubali kupokonywa mume ni shauri yake, akiweza kumfanya Sophie kama mdogo wake, hilo pia itakuwa ni juu yake. Basi Faridi alitikia, huku sasa akishindwa kuelewa ni mpango gani mzee Athumani anauandaa, maana alishindwa kung'amua kwa wakati mmoja. Edina leo hii alikuwa ameketi sebuleni akiangalia runinga, huku sasa Bi Wema akiwa bize kuandaa chakula, na leo hii hakuwa kawaida, kwani walikuwa wamechelewa kidogo kupika, kwani muda huu ilikuwa ni yapata saa 2:30 hivi za usiku, na taratibu za kumaliza kula zilikuwa ni saa 2. Wakati Edina akiwa sasa ameweka makini kwenye taarifa ya habari, mara mlango bwana ulisukumwa, na Roma ndo aliyefanya hivyo na kumuona sasa mume wake wa mkataba akiwa na mabegi. Alishangaa kwa nini Roma karudi usiku na mabegi, lakini wakati akiwa sasa amemkodolea macho Roma aliyekuwa kwenye tabasamu, mara alitokea mwanamke mrembo sana aliyekuwa nyuma ya Roma na kumfanya sasa moyo wake upige kwa nguvu. Huku sasa akishindwa kujielewa ni hali gani inaendelea kwenye moyo wake, kwani kwa jinsi msichana aliyekuwa nyuma, kwa jinsi alivyokuwa mrembo, alijihisi kuzidiwa uzuri. Edina akauliza kwamba Roma, nini kinaendelea? Msikilizaji, kufika hapo kwa Sophie, unadhani Edina ataelewa mchezo ambao wameupanga Roma pamoja na Sophie, ama itakuwaje? Tukumbuke kwamba Edina ana IQ kubwa sana, ana IQ kubwa vibaya mno. Sasa je, binti ni ataelewa mchezo uliopangwa na Roma na Sophie? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Kumbuka langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji Singano GR. God be with you till we meet again.